kama hizi kuelekea kufunga dirisha la usajili, ambapo hapa tutazungumzia tetesi na zile ambazo zimefanikiwa ama sajili ambazo zimefanikiwa mpaka sasa, sajili ambazo zimechukua nafasi yake. Nikizungumza hivyo maana naamini unakuwa unanielewa msikilizaji wangu, na pia zile sajili ambazo hadi muda huu hazijapata kuchukua nafasi yake, kwa sababu sio kazi nyepesi mpaka usajili unatiki, watu wameweka kibunda kwa namna moja ama nyingine, watu wamewekeza huko kwenye soka na wengine wamejikita zaidi katika kwenye swala zima la kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa sawia. Na kubwa zaidi ni kwamba leo tutatazamia sajili ambazo tofauti takriban wachezaji 10, 12, 13 kwa mujibu wa takwimu ambayo tumekuandalia hapa, na pia kubwa zaidi ni kuelekea issue ya Faisal Salum Feitoto, na pia kuelekea ngao ya jamii 2026 kufungua msimu mpya 26-27. Basi bila yana tutazamie zile ambazo zinaendelea kutrendi huko kupitia mitandao ya kijamii. Nasi hapa Bongo Sauce katika kipindi chetu cha Sports Kiki tutazisoma zile taarifa zote ambazo wewe unahisi kwamba unazo na zile ambazo hauna kabisa. Sisi basi bila yana tutakusogezea hapa ili uweze kuendelea kuhabarika kimichezo zaidi. Na kauli kubwa ambayo imeendelea kushika hatama ama kauli kubwa ambayo imeendelea kuchukua nafasi yake ni tafuteni mchezaji nani mnyakue. Moja kati ya kauli ambazo alishawahi kuzizungumza aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete kwenye moja ya matamasha ya klabu ya Yanga. Aliwahi kuzungumza hiyo kauli kwamba na nyinyi tafuteni wa kwenu mumnyakue muende naye. Naona sasa ile kauli inaendelea kuikandamiza klabu ya Yanga, klabu ya Simba kwa mradhi. Ile kauli inaendelea kuchukua nafasi yake. Mashabiki wanazidi kuumia, watu mbalimbali ambao wanaipenda klabu ya Simba na klabu ya Yanga wanazidi kufahamu vingi kupitia ile kauli. Ile kauli imekuwa na kizungumkuti hususan kwa wakali wa football ama wakali wa kufuatilia hizi mambo, wakali wa hizi kazi. Basi ile kauli inashika kwenye masikio mwa watu, inagonga na kulia ikisema tafuteni na nyinyi mchezaji mwingine basi muweze kumbeba na sio kulalamika. Sasa Bongo Sauce kupitia kipindi chetu cha Sports Kick basi tumekuandalia baadhi ya matukio ama baadhi ya wachezaji ambao walishawahi kupita kwenye klabu ya Simba pamoja na Yanga kuanzia mwaka 2015 ambapo takriban ya wachezaji 15 hadi 16 mpaka sasa walishawahi kucheza klabu ya Yanga na wengine wanacheza ndani ya kikosi cha Simba. Sasa je, umejipangaje kuwasikia? Ni jina lipi ambalo ukilisikia litakuumiza sana moyo wako? Ni jina lipi ambalo unahisi likitajwa tutakuwa tumetonesha kidonda chako? Ni kitambo kweli, ni muda mrefu kabisa. Basi bila yana acha tuanze kwa mchezaji wa klabu ya Simba. Tuanze upande wa Simba alafu tutahamia upande wa Yanga. Mnamo mwaka 2013 mpaka 2014 mchezaji aliyefahamika kwa jina la Amis Tambwe alitokea klabu ya Simba na alielekea klabu ya Yanga. Huyu ni mmoja wa mifano ya mapema kabisa katika kipindi chake ambapo Tambwe alicheza klabu ya Simba na kuhamia Yanga. Baadhi ya magazeti mbalimbali katika
media ama baadhi ya magazeti na mitandao ya kijamii iliripoti kwamba alifika Tanzania mwaka 2013 akachezea klabu ya Simba kwa takriban miezi 18 kisha akaondoka mwishoni mwa msimu wa 2014 na kutoka katika kikosi cha Yanga. Cha kuvutia zaidi, msimu huo akiwa Yanga alimaliza akiwa mfungaji bora wa ligi kuu kwa mabao 21. Huyu ni mchezaji wa kwanza ambaye anaitwa Hamisi Tambwe. Mchezaji anakumbukwa kwa magoli tofauti tofauti na kuwakera. Na bila yana mara ya mwisho huyu Hamisi Tambwe alisikika pale kwenye viunga vya DTB ambao sasa hivi ni TRA ambayo ilipanda daraja. DTB ikabadilishwa ikaja kuwa Tabora United, Tabora nini mpaka sasa hivi. Nakumbuka mara ya mwisho alisikika huko na aliwika huko. Ni moja ya waasisi wakubwa sana waliohakikisha kwamba klabu ya DTB inapanda daraja kutokea kule championship na kuja ligi kuu ya Tanzania bara. Huyo ni mchezaji wa kwanza kabisa ambaye tumemtazamia mpaka muda huu, ambapo mchezaji mwingine ambaye alitoka klabu ya Simba akaenda Yanga, alitoka Yanga akaenda Simba, akatoka Simba akaenda Yanga, basi huyu ni Haruna Niyonzima. Mwaka 2017 mpaka 19, 2011 mpaka 2017 alicheza katika klabu ya Yanga, lakini 2017 mpaka 19 alitoka katika klabu ya Yanga na kuelekea kule Msimbazi. Niyonzima ni moja majina makubwa sana, wanamuita baba mzazi baba. Baba Niyonzima baba. Katika historia ya usajili kati ya klabu hizi alikaa Yanga kwa takriban misimu 6 kuanzia 2011 mpaka 2012. Kisha akajiunga na Simba mwanzoni mwa msimu wa 2017 mpaka 2018. Yes. Hii ilikuwa ni usajili uliozua mjadala mkubwa sana kwa sababu alikuwa mchezaji muhimu ndani ya klabu ya Yanga na pia kabla ya kuvaa jezi ya mnyama. Historia zimeandika hivyo. Emmanuel Okwi ambaye anamkumbuka, huyu ni majuma 2-3 ametangaza kustaafu soka lake la kulipwa nchini. Ni mchezaji, ni star wa taifa la Uganda huyu Emmanuel Okwi. Ni ametangaza kwamba yeye kwa sasa ameamua kupumzika soka, na hajaamua tu kupumzika kizembezembe. Ni mchezaji ambaye amepitia katika vilabu tofauti tofauti katika dirisha la usajili. Amepitia vilabu tofauti tofauti Tanzania bara, amecheza pia kule nchini Rwanda. Kama nitachelewa kusema basi wengi wao mnaamini mnamfahamu huyu Emmanuel Okwi. Ni mchezaji mwingine mwenye historia ya kipekee. Alikuwa na vipindi Simba na Yanga na baadaye akarudi Simba, ambapo msimu wa mwaka 2017-18 alikuwa mmoja wa washambuliaji muhimu zaidi. Vyanzo mbalimbali vimeeleza wazi kwamba mchezaji wa Simba mwenye historia kucheza Yanga pia akiwa na msimu 2017-18 alifunga mabao 20 na kuwa miongoni mwa wafungaji bora wa msimu. Mabao 20 akiwa ndani ya kikosi cha Simba, ambapo Hamisi Tambwe nakumbuka alikuwa bora zaidi katika kikosi cha Yanga. Huyu alipita klabu zote 2015, 16, 17 na 19 alicheza Simba. 2016 na 17 alicheza klabu ya Yanga. Yes, Kelvin Nyunda naye ni moja kati ya wachezaji ambao wametumikia vilabu vyote kwa mujibu wa takwimu ama data ambazo tumeweza kuzipata kupitia msaada wa mitandao ya kijamii. Yupo pia Juma Kaseja, Ivo Mapunda, Hassan Dilunga, Ibrahim Ojib, Gadiel Michael, Beno Kakuranya, Bernard Molson, Jonas Mkude, Saido Tibazonkiza, Clatous Chota Chama, Muhammad Hussein Zimbwe Shabalala. Pia tumemwona Nixon Kibabage, lakini pia wa mwisho Selemani Mwalimu. Tuendelee kwa mara baada ya kutamatisha Okwi. Sasa hebu tumtazame Ibrahim Ojib.
na yeye alicheza ndani ya uzi wa mnyama katika wakati gani? Ibrahim Wajibu ni miongoni mwa wachezaji ambao ni mfano mkubwa kwa miaka 2019. Alikuwa anaoza klabu ya Yanga akicheza huko kwa misimu miwili kabla ya kutangazwa kujiunga na Simba mwaka 2019 kwa mkataba wa miaka miwili. Katika msimu wake wa mwisho alikuwa ndio mchezaji bora katika mtoaji wa pasi za mwisho akiwa na asisti 14 katika ligi kuu Tanzania bara. Kipindi hicho ina ligi kuu ilikuwa inaitwa TPL, sasa hivi inaitwa NBC Premier League. Hizo ilikuwa inaitwa TPL, nakumbuka wengine ilikuwa inaitwa Serengeti Premier League. Kwa hiyo ni kumbukumbu ambazo zitaendelea kuishi na watu wataendelea kujifunza kupitia kumbukumbu hizo. Gadiel Michael alitokea ndani ya kikosi cha Yanga kati mkianza zake Simba mwaka 2019 kwa mkataba miaka miwili. Hii ilikuwa moja ya sajili ambazo zilizungumzwa sana kwa sababu alikuwa bado kijana na alikuwa ametoka moja kwa moja kwa watani wao. Ndivyo hivyo kwa Nixon Kibabage. Japokuwa Kibabage alizunguka, alipotoka Yanga kaenda Singida Big Star, lakini baada ya kutoka Singida Big Star akatangazwa na Mnyama, ambapo na yeye sasa hivi anatumikia kikosi cha Simba. Mnyama huyo. Tujikumbushie pia Beno Kakolanya ambaye klabu ya Yanga aliondoka mwaka 2019. Hizi ni moja sajili ambazo zilikuwa zinaumiza kuliko golikipa huyu wakati mkia zake klabu ya Simba. Baada ya mzozo kimkataba na Yanga, TFF ilimruhusu kuwa mchezaji huru na Simba ikamtangaza kwa mkataba wa miaka miwili. Akiwa Simba alipata nafasi kubwa kucheza baadhi ya mechi baada ya Aish Salum Manula kuwa na majeruhi, lakini mpaka hivi sasa Beno Kakolanya hayupo tena kwenye ulimwengu wetu wa soka. Kila kitu na zama zake. Kwa hatuwezi jua sasa hivi ametimkia timu gani. Basi kama una chochote ama maoni chochote ambacho unakifahamu, basi tudondoshee hapo maoni yako nasi tutayasoma hapa kupitia Bongo Sauce. Mengi ambayo hufahamu nasi tutakujuza kwenye yale yote ambayo tunaendelea kushare nawe mdau wetu. Hao ni baadhi ya wachezaji wachache ambao walitoka kwenye klabu ya Simba na Yanga wakatimkia kati ya klabu ya Yanga na Simba. Hapo tumegusa unazi ama tumeweka nanga hapo kwa Beno Kakolanya. Tukiendelea hapo alikuwa na Bernard Mauso ambaye alicheza klabu ya Yanga akatimkia Simba akarudi tena Yanga. Halo, hii ilikuwa ni bara. Huyu ndio mchezaji mmoja mwenye historia kali zaidi katika orodha hii. Alijiunga na Yanga Januari 2020. Baada hapo alihamia Simba, jambo lililosababisha mgogoro wa kimkataba kati yake Yanga na Simba. Kesi ilipelekwa kasi kwa wale ambao wanafahamu. Ilipelekwa kule kasi, lakini pia baadaye ilitupiliwa mbali rufaa ya Yanga kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya mtandao na taarifa ambazo zilikuwa zinakiki wakati huo. Na kilichofanya stori yake iwe kubwa zaidi ni kwamba baada ya Simba alirudi tena ndani ya Yanga mwaka 2022. Kwa ni moja wa wachezaji waliocheza kwa pande zote mbili na baadaye kurudi tena kurudi tena kwenye moja ya klabu hizo. Huyo ni Bernard Mawson, mtukutu huyo B3 mwenyewe. Lakini pia yupo mchezaji ambaye alikaa na akadumu muda mrefu ndani ya kikosi cha Mnyama, Jonas Mkude, zaidi ya miaka 11 ndani ya kikosi cha Simba kabla ya mkataba wake kumalizika mwaka 2023. Kisha klabu ya Yanga ikamtangaza kwa mbwembo sana. Hivyo historia yake ni kwamba mwaka 2011 mpaka 2023 alicheza ndani ya Simba. 2023 alicheza ndani ya kikosi cha Yanga. Cha kuvutia ni kwamba alikuwa ametoka kwenye mfumo wa vijana wa Simba kabla ya kuwa mchezaji wa kikosi cha kwanza. Yani mali mnaizalisha nyinyi dukani, mnaiandaa, mnaitengeneza, mnafanya ni, alafu kuna mtu anakuja anaichukua hiyo mali, anachukua ule uzalishaji wenu wote anaupeleka sokoni. Ndio alichokuwa amekifanya. Japo klabu ya Simba ilinufaika sana na Jonas Mkude, japokuwa hapakuwa tena na namna yoyote ya kumhitaji ama uhitaji wake tena, ila
Kitendo hiko nacho kilikuwa kimewaumiza baadhi ya mashabiki wa Simba. Saido Zibazonkiza alitokea klabu ya Yanga akaelekea Simba. Saido naye ameongezeka kwenye orodha hii katika miaka ya 2020 mpaka hivi sasa akiwa Simba msimu wa 2022 alikuwa mmoja wa washambuliaji hatari zaidi kwenye ligi. Alifunga mabao 17 sawa na Fiston Kalala Mayele katika mbio za Golden Boot. Hii ilikuwa story nzuri kwa sababu alikuwa anashindana moja kwa moja na Mayele wa Yanga huku yeye akiwa ndani ya kikosi cha Simba. Na kama utakumbuka, moja ya vitu ambavyo vilikuwa vinawauma sana mashabiki wa Yanga katika usajili huu ama katika heka hii hizi ni huu usajili ambao ulitikisa vibaya mno, ni usajili ambao uliwaumiza sana. Na yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao tumeweza kupita nao kwenye kuwakumbusha hawa wachezaji ni nani ambaye alicheza na Yanga pia alicheza na klabu ya Simba. Basi nikukumbushe kwanza kabla tujaendelea mbele, moja kati ya maneno ambayo yalishawahi kuzungumzwa na mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Naomba ni nukuu hii taarifa kwa kuisoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Moja kati ya kauli zilizowahi kutolewa na rais wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete ilikuwa siku ya Yanga Day ama siku ya wananchi baada ya sakata la Bernard Morrison. Nimekita hapo kwa Saido Zibazonkiza, nimetoka kwa Morrison kama hatua 2 nyuma. Tukite hapo alafu tupitie. Kikwete aliwahi kusema kuna haja ya Yanga kujiona wanyonge au kulalamika. Alitoa ushauri kwamba kama Simba amemchukua mchezaji anayemtaka Yanga, basi Yanga nao watafute mchezaji anayewafaa Simba na wamchukue. Nukuu, tafuteni mchezaji nanyi mnyakue. Kikwete alieleza kwamba suala la wachezaji kuhama kati ya Simba na Yanga si jambo lililoanza leo. Hata miaka ya nyuma kulikuwa na matukio kama hayo. Kuna mchezaji aliyewahi kwenda kufanya mazoezi Yanga kwenye viwanja vya Jangwani, lakini baadaye akaondoka na kwenda Simba. Yanga nao wakamfuatilia mchezaji mwingine Simba aitwaye Emmanuel na hatimaye wakamchukua. Kwa hiyo baada ya sakata la Morrison, ujumbe wa Kikwete ulikuwa kwamba hakuna sababu ya kuliona jambo hilo kama mwisho wa dunia. Kama mchezaji amemchukua mchezaji wa Yanga, kama Simba amemchukua mchezaji wa Yanga, basi Yanga naye anaweza kutafuta mchezaji anayemhitaji kutoka upande mwingine. Kuongezeka kwa ushindani na nguvu za kiuchumi katika usajili kumeongeza mvuto kati ya Simba na Yanga, huku watu kama JSM, Rostam Azizi na viongozi mbalimbali wakihusishwa na kuijenga Yanga kwa klabu yenye uwezo mkubwa wa kifedha na ushindani. Leo tunafika kwenye hatua ambayo Selemani Mwalimu anatambulishwa na Simba siku ya Simba Day tarehe 8 Agosti, halafu baadaye anaonekana upande wa Yanga. Hili linazua swali kubwa sana. Selemani anaenda kucheza wapi na nafasi yake ndani ya kikosi cha Yanga ni ipi? Dondosha maoni yako hapa. Je, Yanga tayari wana wachezaji kama Sharif, wana Shalulile, wana Clement Mzize na wengine wanaoweza kucheza maeneo yanayofanana? Ukiangalia idadi ya wachezaji waliopo, ni halali kujiuliza kama Mwalimu anapata nafasi ya kutosha ya kucheza. Cha kushangaza zaidi ni kwamba baadhi ya mashabiki wa Yanga ambao hapo awali walikuwa wakisema Selemani Mwalimu si mchezaji mzuri, leo wamefurahi kumuona akiwa upande wao. Kwa upande wa mashabiki wa Simba, sakata hili limewaacha katika hali ya ubaridi baada ya mchezaji kutambulishwa Simba na kisha kuonekana upande wa Yanga. Sasa kabla hatujasonga mbele na kukukumbusha na naendelea kukukumbusha kwamba hii ni Sports Kiki ya Bongo Sauce na tunaendelea kusonga mbele zaidi, ni kwamba hapa tunatazamia wale wachezaji ambao wamecheza klabu ya Simba pamoja na Yanga kwa misimu tofauti katika ligi yetu, ligi kuu ya Tanzania bara. Tunaendelea. Clatous Chota Chama mwaka 2024 mpaka 26 ni mchezaji kuvutia zaidi kwa historia ndani ya ligi yetu. Alicheza Simba kwa miaka kadhaa, akawa mmoja wa viungo bora wa ligi kuu, kisha mwaka 2024 akajiunga na Yanga. Baadhi
ya taarifa zinathibitisha hivyo. Baada ya kipindi chake alirejea Simba kwa msimu wa 2025 na 26 na rekodi ya ligi kuu inaonyesha Simba kama timu yake ya sasa pamoja na Yanga na Black Star kwenye historia yake. Kwa hiyo alicheza Simba, akaja Yanga, akaenda tena Simba. Huyu ni mmoja wa mifano michache ya wachezaji ambaye wamecheza pande zote mbili na kurudi tena ndani ya kikosi cha Simba. Hapa leo tunatazamia hawa wachezaji kulingana na sakata yanayozidi kuendelea, ama sakata ambayo yanaendelea kukita vichwa vya watu, masakata ambayo yanaendelea kuumiza vichwa vya watu. Tumetazamia kwamba hawa ni wachezaji ambao wamecheza, ambao wamepata nafasi kucheza klabu ya Yanga pamoja na Simba, lakini pia tumetazamia wachezaji ambao wamepata kucheza ndani ya kikosi cha Simba wakaenda Yanga wakarudi tena Simba. Sasa hapa ni Clatous Chota Chama alicheza Simba akaenda Yanga akarudi tena Simba. Bernard Monson yeye alicheza Yanga akaenda Simba akarudi tena Yanga. Hao ni baadhi ya wachezaji. Haya, Mohamed Hussein Zimbwe Shabalala, hii ni historia nyingine kabisa ya muhimu sana. Ya mwaka 2026 na 27 alikuwa mmoja 25 26 alikuwa mmoja wa wachezaji waliodumu kwa muda mrefu kabla ya kuhamia Yanga. Taarifa za usajili zinamtaja kuwa katika orodha ya wachezaji waliowahi kuitumikia Simba na Yanga, hivyo anaingia kwenye kizazi kipya cha wachezaji waliovuka upande huo. Lakini pia wapo wachezaji ambao hawajatajwa hapa, lakini pia wameshapita kwenye vilabu vya Simba na Yanga. Hapa nimemzungumzia Nixon Kibabage. Kama unawafahamu wengine, endelea kudondosha hapo comment yako. Endelea kudondosha comment yako hapo nasi tutaisoma. Yes. Hii ni range ya kuanzia mwaka 2015 mpaka 2027. Kintu kisema turudi sasa nyuma kwenye hivi ambavyo vilishawahi kupitaga huko, tunakutana na kina Kevin Yondani, Jean Bareke. Bareke ni msimu 25 26 ambaye kuna ni 2000 mpaka 26 kina Bareke. Hapa utakutana na kina nani huyu Okra. Ni mmoja wa wachezaji ambao walipata nafasi ya kucheza ndani ya kikosi cha Simba, lakini pia walirudi tena kucheza kikosi ligi kuu Tanzania bara, kucheza kikosi cha Yanga. Hao ni wachezaji ambao walishawahi kufanya hivyo. Mfano, Okra alitoka Simba 2022 23 akatimkia zake klabu ya Yanga, lakini hakuwa na wakati mzuri ndani ya kikosi hiko cha Yanga, ambapo naye pia Jean Otho Bareke alijiunga naye na Yanga mwaka 2024 ambapo alisajiliwa yeye akiwa na Chama pamoja na Prince Pumalelo Dube. Taarifa zinaeleza namna hiyo. Sasa nikisema nikurudishe sasa kule nyuma, ambapo nimekueleza kuanzia kipindi cha mwaka 2000 mpaka 2010, kulikuwa na George Owino ambaye alitoka Simba kaelekea Yanga mwaka 2027 hadi 8 alicheza Simba akatimkia zake Yanga mwaka 2009. Kina Amri Mafta ambao hawa ni wachambuzi kwa sasa, alikuwa Yanga kuanzia mwaka 2007 kisha kaenda zake Simba 2010. Vyanzo vya Tanzania vinamtaja wazi kama mchezaji wa zamani wa Yanga, Simba na timu ya taifa ya Tanzania. Uthman Idi Chuji mwaka 2004 mpaka na 6 alikuwa na rekodi yake inaonyesha alicheza ndani ya kikosi cha Simba na baadaye akatimkia ndani ya kikosi cha Yanga. Juma Kaseja ambaye nilimwelezea hapo awali alikuwa ndani ya kikosi cha Mnyama, lakini baadaye akatimkia zake ndani ya klabu ya Yanga. Kelvin Yonda alikuwa ndani ya kikosi cha Simba mwaka 2006 ambapo alijiunga akatimkia zake Yanga mwaka 2012.
Lakini pia katika range ya mwaka 2000 mpaka 2015 kulikuwa na Emmanuel Okwi, yeye alicheza Simba akaenda Yanga akacheza tena Simba. Kulikuwa na Haruna Niyonzima, hapa nafanya tu kurudia kwa yule ambaye amejiunga nasi muda huu kupitia Sports Kiki ya Bongo Sauce, ambapo mengi tunazungumza kimichezo hapa. Lakini pia alikuwepo Hassan Kesi, alikuwepo Juma Kaseja na nimemrudia hapo. Pia 2015 hadi 20 tulikuwa na Hassan Dirunga na Gabriel Michael. Hao ni baadhi ambao sikuwataja. Israel Mwenda, na hapo nimekuongezea hapo ni grupu kubwa la watu. Kwa hiyo kutoka Simba Yanga Simba ni vitu ambavyo vimeendelea kuchukua nafasi yake, ni vitu ambavyo vimeendelea kuchukua hatima yake. Kwa hiyo usajili wa mchezaji wa sasa ambaye ametoka, mchezaji wa Wydad Casablanca ambaye amekuja Yanga kwa mkopo, Selemani Mwalimu, sio jambo la kushangaza, sio jambo la kushtukiza kwamba labda unaweza kusema ni wachezaji ambao ni wa kwanza, ni surprise, imekwaje? Hapana. Basi kwa taarifa tu ni kwamba Selemani Mwalimu ametangazwa na kikosi cha klabu ya Young Africa kwa msimu wa mwaka mmoja, akitokea klabu ya Wydad ambayo ipo ndani ya mwaka mmoja kwa mkopo. Kwa mkopo huu akitokea ndani ya kikosi cha Simba Sports Club baada ya kushindana naye. Na ndio moja ya surprise ambazo zimefanywa na klabu ya Yanga asubuhi ya leo. Klabu ya Yanga imemtambulisha leo nyama huyu Selemani Mwalimu kutokea Wydad Casablanca, Simba kupitia Wydad Casablanca. Yes. Na moja ya taarifa ama nukuu ambazo zimekuwa zikinukuliwa kupitia ukurasa wake wa afisa habari wa klabu ya Simba, Ahmed Ali, ameeleza kuwa wengi tumeingiwa kwenye taharuki baada ya kuona alikuwa mshambuliaji wetu kutambulishwa klabu nyingine. Kwanza ni wape pole wana Simba kwa taharuki. Pili, sipo hapa kujieleza nini kimetokea. Kitu muhimu zaidi kwa sasa kuwekeza nguvu kwenye mchezo wetu wa kesho wa Ngao ya Jamii. Hakuna tunachohitaji zaidi ya ushindi. Kwa misimu miwili tumeikosa Ngao ya Jamii. Huu ndio wakati sahihi wa kuchukua taji. Inshallah, akili yetu, fikra zetu, mawazo yetu na nguvu zetu tuzielekeze Amani Stadium. Safari hii tunatakiwa kufungua simu kwa ubingwa Ngao ya Jamii. Tumerithishwa kuipenda Simba yetu, hivyo tuendelee kupigania kesho, tupende furaha ya wote. Hayo ni maneno machache ya afisa habari wa klabu ya Simba, Ahmed Ali. Ndio amezungumza hayo machache, lakini pamekuwa na maneno mengi ya viongozi wengine kupitia mitandao ya kijamii, kupitia media mbalimbali, kuanzia asubuhi mpaka jioni ya leo ambapo tunazungumza. Wametoka na kueleza na kufafanua jambo hili limekuaje, nini ambacho kimetokea, nini ambacho watu wanapaswa kuzungumza, nini ambacho watu wanashauri, nini ambacho watu wanatamani kukisikia kutoka kwa uongozi wao. Ni hayo machache, na Bongo Sauce kupitia kipindi chetu cha Sports Kiki tumeamua kupita nayo hapo issue ya Selemani Mwalimu kutua ndani ya kikosi cha klabu ya Young Africa. Tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea basi tuitazame issue ya Faisal Salum Feitoto kwa undani zaidi.